Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo ikiwa tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka 2025, kanisa linamkumbuka Mtakatifu Kalisti wa kwanza. Huyu ni papa na ni mfiadini. Kalisti alikuwa ni mtumwa wa bwana mmoja kule Roma, Italia. Alipoachiwa huru, alifanyika kuwa shemasi wa kanisa Katoliki na Papa Zefrino. Alipewa kazi ya kusimamia shamba la wafu ambalo bado leo linaitwa Makete ya Kalisti kule Roma. Baada ya Papa Zefrino kuwa amefariki dunia, Kalisti alichaguliwa kuwa papa, na hiyo ilikuwa ni mwaka wa 217 na liliongoza kanisa kwa kipindi cha miaka 5. Alikuwa na msimamo wa kati. Hakuyumbishwa na watu waliokuwa na msimamo mkali dhidi ya sheria za dini, wala wale waliolegeza sana msimamo wa sheria za dini. Msimamo wake ulikuwa ni wakati. Wakati wake waliibuka wazushi walioitwa Wamontanisti, ambao Wamontanisti hawa walifundisha ya kwamba dhambi zote zinazohusiana na uuaji, uzinzi na uasi wa imani, dhambi za namna hiyo hazitosamehewa wala kuondolewa kamwe. Papa Kalisti yeye alifundisha ya kwamba kanisa lina mamlaka yote ya kuondoa dhambi hata za wale walioasi imani, ili mradi wanatubu hadharani na kufanya toba ya kina. Kwa hiyo katika kupingana na mafundisho haya ya uongo ya kizushi, Papa Kalisti yeye alihimiza ya kwamba msamaha wa dhambi katika toba ya kina unaweza kutolewa hata kwa mtu aliyeasi imani. Kikubwa afanye toba na kufuata utaratibu uliowekwa. Aliweka utaratibu wa kuwapokea tena wale walioasi imani. Pia alithibitisha uhalali wa ndoa kati ya mtu huru na mtumwa. Papa Kalisti alijulikana sana kwa ajili ya kuwatembelea wakosefu wa huruma na wema. Alitilia mkazo imani ya kweli na mwenendo mzuri wa Kikristo. Ingawa kipindi chake hakukuwa na madhulumu dhidi ya Wakristo, lakini Kalisti aliuawa mwaka wa 222 na wapagani waliofanya fujo katika mji wa Roma. Inasemekana kuwa akiwa hai, wapagani walimtupa chini kupitia dirisha mpaka dirisha la ghorofa. Kwa hiyo walimdondosha kutoka ghorofani mpaka chini, na hapo ndio kawa mwisho wa maisha yake. Mtakatifu Kalisti wa kwanza, papa na mfiadini, utuombee. Katika tafakari hii nilikuwa na mimi Padre Kefa wa Jimbo Katoliki la Geita. Kubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.